Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu lipitalo majina yote. Naomba tushare neno kifupi kutoka waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza wa 15 mpaka 17. Anasema, msiipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, natamani niseme na wewe dakika chache. Asante kwa kunipa sikio. Biblia inasema tusiipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia. Naomba niseme na watoto wa Mungu tuliookoka. Watoto wa Mungu tuliookoka, namshukuru sana Mungu kwa ajili ya damu ya Yesu iliyotusafisha na kutuosha na kutufanya wana wa Mungu, wanaume kwa wanawake, bila ubaguzi wowote. Damu ya Yesu haikubagua kwamba huyu ni mwanaume au huyu ni mwanamke. Wala damu ya Yesu haikumwagika mara mbili msalabani, kwamba sasa hivi namwaga damu kwa ajili ya mwanaume na sasa hivi namwaga damu kwa ajili ya mwanamke. Wote ilimwagika damu mara moja. Biblia inasema tusiipende dunia wala mambo yaliomo duniani. Kanisa la Mungu, kuna roho ya kuipenda dunia imejaa kanisani. Kuna watu tunachanganya dunia na mambo yaliomo, na tunajaribu kuidilute ingie kwenye chombo kimoja na Mungu, chombo kimoja na wokovu. Wokovu ni kitu kingine na dunia ni kitu kingine. Kuipenda dunia ni kufuatisha mambo yaliyoko duniani. Ni kwenda kama dunia inavyoenda. Kuna watu wamejiweka sadaka kwa ajili ya dunia. Wao wamejitoa sadaka kwa ajili ya dunia. Kuna mambo yao wanaoyafanya ambayo wameamua wayafanye wakiwa duniani. Lakini unakuta hayo mambo na sisi tuliookoka tunayafanya. Mwendo wa watu wa dunia na sisi tunao. Tabia za watu wa duniani na sisi tunazo. Kwa lengo la kusema ya kwamba wokovu wa sasa hivi ni wa kisasa. Hakuna wokovu wa kisasa. Tuna wokovu mmoja wa Goligota. Hatuna wokovu wa kisasa. Tuna wokovu mmoja ambao asili yake ni msalabani. Yohana anasema tusiipende dunia wala mambo yaliomo duniani. Kwa nini tunaipenda dunia? Tunayapenda mambo yaliyoko duniani. Kwa nini? Wana wa dunia wakitembea uchi na sisi tunatembea uchi. Wana wa dunia wakifanya mambo yao na sisi tunafanya. Wakivaa mivao yao na sisi tunafanya. Wakiweka vigodoro na sisi tunaweka. Wakiweka makope na sisi tunaweka. Wakiweka mavitu ya bandia na sisi tunaweka. Siko kuingilia imani ya mtu, lakini naomba tusaidiane kueleweshana. Kumezidi kuipenda dunia ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa watu tuko duniani mno. Ndio maana hata uwepo wa Mungu ndani ya ibada zetu umeondoka. Maana sisi tumeondoka kwenye nafasi yetu. Anasema ya kwamba maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili. Kuna watu tuna tamaa za mwili vibaya mno. Tamaa ya mwili imejaa. Si wachungaji, si maaskofu, si waimbaji, si washirika, si waombaji. Tamaa za mwili zimejaa. Halafu tunamtaka Mungu na nguvu zake. Anasema na tamaa ya macho. Tamaa ya macho. Tamaa ya macho. Unakuta kuna watu tunajiita tumeokoka, lakini macho yetu hayajaokoka. Macho yetu hayajaokoka. Tamaa zimejaa kwenye macho. Ni mbingu ipi tutakayoiendea? Lakini anasema na tamaa ya macho, lakini na kiburi cha uzima havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Kuna watu tuna viburi vya uzima. Umepona huku,
una kiburi cha uzima, umejaza kiburi cha uzima, hutaki kuambiwa, hutaki kusikia, wewe ni wewe, umejaza kiburi cha uzima, unaingia mahali hata kutaka usimame kwenye mapenzi ya Mungu, hapana. Sasa hivi ni kawaida, ukionekana mtu unaikemea dhambi, unaonekana kwamba wewe unajifanya kwamba mtakatifu sana. Hapana, ukweli tuambizane. Ukweli tuambizane. Ukweli tuambizane. Biblia inasema na dunia inapita pamoja na tamaa zake. Hiyo tamaa ulionayo, kumbuka inapita. Dunia ulionayo, kumbuka inapita. Na sisi tuliopo, kumbuka tunapita. Lakini anasema afanyaye mapenzi ya Bwana adumu hata milele. Manake anaishi duniani na hata akifa anadumu milele. Ninakuomba kanisa la Mungu, wewe ambaye umeitwa kwa ajili ya Bwana, umetafuta kutembea na Mungu, kwa nini hizo tamaa za mwili zinakusumbua? Kwa nini hizo tamaa za duniani zinakusumbua? Kwa nini hizo tamaa za macho zinakusumbua? Kwa nini jeuri ya kiburi cha uzima kinakusumbua? Huoni shida kumchafua mwenzio ili aharibikiwe? Huoni shida kuharibu kazi ya mwenzio? Huoni shida kuharibu utumishi wa mwenzio? Huoni shida kuzini na kuingia madhabahuni? Huoni shida kufanya uchawi na kuingia madhabahuni? Dunia na mambo yote vinapita. Yote katika yote, ujue jicho la Bwana halilali wala kusinzia. Waheri wale wakeshao wayafuayo mavazi kwa damu ya Yesu. Mungu akubariki sana. Bishop Nyisa Kichaula.